Naam, hujambo na karibu wangu mtazamaji mahali popote ulipo. Kumbuka basi ni kile kipindi cha Eric Live. Eric Live basi ni kipindi ambacho kinapeperushwa angani kwa sababu ya masala kadha wa kadha, hasa tukizungumzia masala ya kiungu. Na mimi hupenda sana kwa sababu bila Mungu, my friend, hatuwezi. Kwa hivyo Eric Live leo hii nikiwa pia nimetembelewa na mgeni ambaye bila shaka atakuwa anazungumzia kuhusiana na maisha. Hebu tuzungumzie kuhusiana na maisha, manake maisha ni kila kitu. Sometimes when you lose life it means basi kuna vile ambavyo umepoteza vitu vingi sana, lakini maisha yana siri, na mimi naamini pia mtumishi wetu ambaye atajiintroduce aseme anatoka wapi, jina lake ni nani na yeye ni nani, bila shaka, alafu kisha tunaanza tu moja kwa moja kumuuliza tu, je, mtumishi, maisha, mtu akikuuliza what is life, let us talk about what is life. Kwa sasa tuende naye mtumishi, karibu sana. Asante sana, nashukuru sana Dr. Eric, yes, kwa nafasi hii ambayo umenipatia. Ndio. Kwa majina yangu naitwa Apostle Ben Nengo kutoka Jesus International Chapel hapa Mombasa, maeneo ya Kisimani Bongo. Ndio. Asante sana. Wow. Bila shaka wewe unamfahamu, bila shaka utakuwa unamfuatilizia katika mitandao, yuko tele kwa sababu ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini hata hivyo ninaamini kwamba Mungu amempatia hekima, amempatia taaluma, na unajua taaluma ya kiungu, ofisi ya mbinguni, it is one thing that I'll always be proud of. Hata hivyo basi tuanze, mtumishi Ben Nengo. No. Mtu anapokuuliza, maana tunahitaji kuzungumzia kuhusiana na maisha. Yeah. Maisha ni kitu ambacho ni cha thamani sana. Kabisa. Mungu akamtoa mwanao pekee ili aje afe kwa sababu yetu, kwa sababu ya maisha yetu. No. As a Christian, as a pastor, when we talk about life, tunamaanisha nini? Je, maisha ni kitu gani? Ninaamini ya kwamba maisha ni kitu ambacho Mungu ameweza kupeana kwa wanadamu ama kwa viumbe ili vikaweze kuishi na kuwa hai. Ndio. Na Mungu ana mpangilio wa maisha ya mwanadamu, lakini kwa sababu ya hali moja ama nyingine unakuta ya kwamba wanadamu wametoka kwa ule mpango wa Mungu wa maisha na kuanza kuishi maisha ambayo Mungu hata yeye mwenyewe hakuwapangia kuishi. Na kwa hivyo maisha ni ile hali mwanadamu anaishi kila siku, kila wakati, mahali popote alipo na mahali popote Mungu amemweka ili akaweze kuishi. Wow. Basi wangu mtazamaji, ni kwamba maisha ni Mungu amependelea tuishi, lakini pia Mungu ana mpango na maisha yetu. Lakini kama Wakristo, No. Tumishi Ben Nengo, Yeah. wakati ambapo pengine maisha yanakwenda ndivyo sivyo, ama kwa njia ya kimombo, when life is so unbearable, Yeah. as a Christian, wewe kama Mkristo unafaa kufanya nini wakati pengine maisha hayakupatii vile ulikuwa unatarajia? There are moments in life when there is pain, when you have a heavy burden, yani unakuta mambo yamekuwa ni mazito, na unakuta maisha yale unaoishi hayawezi kuvumilika tena. Unakuta watu wengi sana wanaweza kuvunjika moyo, kukata tamaa, na hata kusongwa na mawazo, na wengine hata kuamua kujitoa uhai. Lakini ni vizuri sana mwanadamu aweze kufahamu ya kwamba Mungu ana kusudi kwa ajili ya mwanadamu hata kama life becomes unbearable. Jambo la kwanza mwanadamu kile anastahili kufanya ni kumkimbilia Mungu, kwa sababu hapo ndipo kuna msaada wake yeye kama mwanadamu. Katika ile Zaburi ya 34:19 inasema, many are the afflictions of the righteous but the Lord delivers him out of them all. Mateso na tabu za mwenye haki ni nyingi, lakini Mungu anaweza kumkomboa mwanadamu kutokana na hayo mateso. Kwa hivyo wakati maisha yanakuwa hayawezi kuvumilika, maisha yanakuwa ni mazito, maisha yanakuwa ni magumu, ni wakati wa mwanadamu kujirudia, kumkimbilia Mungu. Wewe kama Mkristo hautatafuta njia nyingine mbadala ili ukaweze kutoka kwa hali ngumu ya maisha unayoipitia isipokuwa katika Mungu. Kwa hivyo ni muhimu sana ufahamu ya kwamba maisha yako yametokana na Mungu, maana Mungu ndio chanzo cha maisha yako. Na huyu Mungu ndiye ana majibu kwa ajili ya maisha yako. Na ni vizuri sana ukumbuke ya kwamba God is always faithful. Even when the situation is unbearable,
God is still faithful. Even through the pain, through the sorrow, through the burden you have to go through, God will never forsake you. God is still with you. Lakini unakuta kwamba watu wanafikiria Mungu amewatelekeza, Mungu amewaacha, na wengine wakaingia katika mambo kama ya uraibu, ya madawa kulevya. Wengine unawakuta wameingia katika ulevi, wengine wameingia katika hali ambazo ziko kinyume na Mungu, ili kutoa mawazo tu katika yale mambo magumu wanayoyapitia. Lakini hiyo sio njia ambayo Mungu amekusudia hawa watu waweze kwenda kutafuta utatuzi ama suluhisho kwa yale mambo wanayoyapitia. Jambo la tatu, ni vizuri huyu mtu atambue kwamba asijitenge na Mungu. Kitu kimoja ambacho adui hufanya, anaweza kumtenga mtu akamweka kando ili aweze kwenda kummaliza. Kwa hivyo watu wengi ambao wamejitoa uhai ni watu ambao hawakupata nafasi ya kuongea na mtu mwingine ama jamii ama mzazi ama kaka ama dada, ili kujieleza zile shida na tabu wanazozipitia. Na kwa hivyo unakuta huyu mtu mwisho wa siku amesongwa na mawazo, ameingia katika ile depression na ameweza kujiua ama ameweza kujitoa uhai, ambalo ni jambo ambalo linasikitisha sana na linavunja moyo. Na iwapo angeshirikisha watu zile shida na tabu na ile hali ngumu ya kimaisha anayopitia, pengine angelipata msaada. Naam. Wow. Basi wangu mtazamaji, mahali popote ulipo ndani ya kipindi cha Eric Live, tuko na mtumishi Ben Nengo, anazidi kuchanganua, anazidi kuzungumzia kuhusiana na maisha. Na mimi naamini kwamba wewe, iwapo utakuwa na swali tu, utakuwa unafuatilizia bila shaka mtumishi. Naam. Katika social networks zako, naam, unafuatilizia wapi? Maana yake tuko live. Mimi napatikana Facebook, ukiangalia pale utaona Ben Nengo. Yes. Unaweza nikuta TikTok Apostle Ben Nengo. Na pia unaweza nikuta niko na pages ya Pastor Ben Nengo na Pastor Ben Gospel Missions. Hapo nafikiri ukitazama katika mitandao ya kijamii utanipata, na mara kwa mara niko hapo kwa ajili ya kumtukuza Kristo. Ndio. Basi unapata watu wengine pia, maana ni swali ambalo ni la kizushi kiasi, unapata watu wengine they fake, wana fake maisha kabisa. Yeah. Unapata mtu pengine yuko katika social networks, anajiweka katika hali ambayo pengine ni ya juu. Wengine pia vile vile unapata mtu anajiuliza, huyu mtu tulisoma naye, je, yeye anamtumikia Mungu yupi huyu? Why is it that huyu mtu yeye ana succeed kimaisha, mimi bado niko nyuma? Je, na hili linafanya watu wengine kuvunjika mioyo, and others pia wana fake kuwa kwamba wanaishi maisha ambayo ni mazuri, lakini ukiangalia kiundani they are not living such lives. Yeah. Na wao wanatuma kufanya wengine kujiingiza katika hali ambayo ni mbaya. Wengine, unajua Pastor Ben, kuna watu wengine hawajui pia shetani anabariki kabisa. So unapata wanakimbilia baraka za kishetani. Mwishowe wanakuja kulia. No. Na ilikuwa kwamba niliona mtu fulani ame succeed. Je, what are we supposed to do kama Wakristo? Ni vizuri sana uishi maisha yako ya kiuhalisia. Ndio. There is no need for you to live a fake life, because the way God has created you, that is the way you are. Yes. Na Mungu ana sababu kwa nini kuna viwango umefika na kuna viwango haujafika. Kwa hivyo watu wengi leo wamevaa vinyago, yani masks, katika social media, katika public image, na hata katika reputation zao na titles. Wanatamani sana waonekane kuwa ni watu wamefaulu na wamefanikiwa, lakini kiuhakika na kiuhalisia watu hawa hawapo popote karibu na mafanikio. Ni kwa sababu gani? Jambo la kwanza, huyu mtu hajajikubali jinsi alivyo, na hajajikubali ya kwamba life is a process. There is no way you can just be rich overnight. No. God has a process. Yes. Na baraka za Mungu zinakuja kwa wakati wa Mungu. Na umeongea jambo kuhusu watu wanakwenda kwa shetani kutafuta utajiri na mali. Hiyo ni kweli. Katika dunia ya leo we have true riches and we have fake riches. Yes. Na watu wengi wako na fake riches, yani utajiri ambao si wa kweli, si wa kihalali, na baadaye kuna gharama nyingi mno wanazoziingia, wakaja wakalia na wakajuta. Kwa sababu chochote ambacho Mungu atakubariki nacho hakina majuto na hakina hasara. That's why Biblia inasema kwamba the blessings of God make rich and have no sorrow. Yes.
Lakini iwapo mtu atakwenda kule kwa shetani kutafuta utajiri na mali, unakuta baadaye huyu mtu anakuja kuwa katika soro na katika kulia. Kwa hivyo watu wengi wamefake their lives. Watu wengi wamedanganya sana. Hata ukiangalia katika mitandao, katika peji zao za mitandao ya kijamii, yale maisha wanaishi kule nyumbani ni tofauti sana na yale maisha wangetaka rafiki zao waweze kujua na kuona kwamba nimefaulu mahali hapa, niko mahali na cheo fulani, lakini huo si ukweli. Na hiyo tunasema ni unafiki, kwa sababu unafiki ni kitu ambacho hata Mungu akipendelei. That is hypocrisy. Just live your life the way God has created you and the way God has brought you to that level that you are. There is no need for you to fake your life. Just be yourself. And na unajua Eric, you can never be like so and so. Exactly. You can never preach like so and so. You can never sing like so and so. Be yourself. You don't need to fake your image, fake your life, so that your friends or your people can think you have achieved. Yes. You still have a long way to go. And people fail to understand kwamba success comes from God. And riches come from God. Because the Bible says he's the creator of the heavens and the earth. Na katika Hagai anasema silver and gold belongs to me. Yes. Everything belongs to him. Therefore, ukitembea na Mungu katika ushirika, katika kumtii kwa wakati wa Mungu, Mungu atakubariki. Nimekutana na watu wengi wamevaa masks, wamefake their lives. Wanaweza kwenda mahali wakachukua picha fulani, wakataka kuambia watu kwamba hili ndio boma langu, ama hii ndio nyumba yangu, ama haya ndio maisha yangu. Lakini kiukweli, napomfuatilia huyu mtu, yale maisha anayoishi hayapo sawa na si vile anavyotuonyesha. Na mwisho kabisa, huyu mtu ni kama anamdhalalisha Mungu. Kwa sababu gani? Kama haukubaliani na Mungu jinsi alivyokuumba na jinsi alivyokuweka kuishi, then it seems you are mocking God. Ni kama unamwambia Mungu, mbona hukunipa haya maisha na ukanipa haya maisha? Kwa hivyo ni heri ni fake this life so that people can think I have succeeded but I have not succeeded. Kwa hivyo ni jambo ambalo katika maisha ya Mkristo sio sawa. Ishi maisha yako yale Mungu amekusudia kuishi, na ninaamini ya kwamba Mungu atakubariki kwa wakati wake. Asante. Mungu atakubariki kwa wakati wake. Na basi tunaelekea tu karibu kumaliza, lakini mimi naamini hata kizuri kina ubaya. Yani katika ubaya wote kuna uzuri. Hebu tuzungumzie kuhusiana na mtu ambaye Mungu amemuinua, mtu ambaye Mungu amemtoa katika mavumbi, anakaa sasa na viongozi wengine, ama anakaa na kings and queens. Huyu mtu, now you've been elevated. Yeah. Mtumishi wa Mungu. No. Je, sasa ndio wakati wa kusaidia kila mtu, ama sasa itakuwa kwamba sasa huyu mtu alikuwa hivi, sasa Mungu amemuinua na maringo, ama ndio wakati wa kuonesha simulieni cheka? Sasa wacha niwaoneshe kwamba hata mimi Mungu amenijibu. Je, iwapo Mungu atakuinua kama mtumishi, ama atakuinua kama mtu ambaye ulikuwa chini, je, unafaa kuishi namna gani? Mungu akikutoa chini, akikuweka mahali pa heshima, mahali pa utajiri, jambo la kwanza, tambua utajiri ule umetoka kwa Mungu. Watu wengi husahau sana mahali wametoka. Unakuta kijana ameishi na ndugu zake, dada zake, kwa bahati nzuri akapata scholarship, akaenda ng'ambo, akapata mali na utajiri, lakini akasahau kule nyumbani nyuma alikotoka. Ninamaanisha nini? Tambua ya kwamba Mungu ndio chanzo cha baraka zako na utajiri wako, na kwa hiyo utamheshimu Mungu kwa zile baraka alizokupa. Katika Deuteronomy 8:18 inasema, it is the Lord your God who gives you power to get wealth. Zile nguvu ambazo zimekusababisha ukatajirika ni Mungu ambaye amekupatia. Kwa hivyo unapopata utajiri, you don't get wealth for comfort. It is a trust from God. God has just trusted you. It is not for your comfort. It is not for your show-offs. It is not that you come and step on people's heads. Unajua kuna mtu akipata gari leo, atamwagia watu vumbi barabarani, atamwagia watu maji barabarani, na atawaambia nyinyi washenzi, nendeni mkatafute mali kama vile nilivyotafuta. Hicho ni kiburi. It is just a trust. And what you have does not belong to you. You are just a steward. God has trusted you with the wealth. And you cannot help everyone. Hauwezi kusaidia kila mtu. Huwezi kusaidia wajomba, mashangazi,
kina babu, kina nyanya, kila mtu. Yesu mwenyewe alisema Jesus did not heal every sick person in Israel. He moved according to the will of the Father. Kuna wale walipona, kuna wale hawakupona. Hata wakati Yesu alikuwa akiponya wagonjwa. Kwa hivyo, to whom much is given, much will be required. When God blesses you with wealth, there is a lot that is required for you. And that doesn't mean you will help everyone. Kwa hivyo, Mungu anatarajia uwe mkarimu, lakini usiwe ovyo ovyo na ule ukarimu. Umenielewa hapo? Kuna kule kuwa ovyo. Yani you become reckless. Yani kwa sababu iko unapeana. Unapeana. Hata mtu akija kukudanganya niko na mgonjwa ushapeana. Hata mtu akikudanganya niko na njaa, hana njaa kwa hakika, unapeana. Na mwingine pengine ametafuta hata pombe amekosa. Maana wewe una roho ya ukarimu, anakuja kuambia ndugu, mimi niko na njaa. Unapompa zile hela anapeleka kwenye mangweni. Kwa hivyo, don't be reckless with your generosity. Yes. Generosity is a virtue from God, and generosity is something you need to care for very much. Helping everyone without discernment can drain your resources. True. Itanyonya ile mali yako. Itanyonya zile baraka umepewa. Kwa hivyo unahitaji discernment, unahitaji kupambanua, je, kweli hii ni shida ya kusaidiwa ama hii ni mchezo? Jambo la pili, unapokuwa ovyo katika ukarimu wako, itasababisha kuna watu fulani wakutegemee wewe. Dependence syndrome. Watajua Eric ana roho safi. Kwa hivyo shida zangu zote nampelekea. Na wewe pia Eric uko na shida zako ambazo unastahili kuzitatua. Jambo la mwisho pia litakuondoa kwa mpango wa Mungu na ile kusudi na kazi aliyokupa kutimiliza. Kwa sababu Mungu anapokupa resources, he has empowered you to do something positive in his kingdom. Na usiwe reckless, usiwe ovyo katika mambo ya kupeana, kwa sababu kila mtu anahitaji msaada, kila mtu anakulilia, na kila mtu anataka usaidizi wako. Nataka ujue, kwa asilimia kubwa matajiri wengi si wepesi sana kusaidia. Sijui kama hilo unalifahamu. Ni wachache tu wana moyo wa ukarimu wanaweza kusaidia. Na unakuta watu wanaobebana sana ni wale watu wa viwango vya chini na viwango vya katikati, yani middle class. Yes. Middle class and the lower class kubebana sana katika shida zao. Kwa hivyo unapopata mali usiwe na kiburi, usidharau ndugu zako, dada zako. Ujue kwamba yule Mungu aliyekubariki wewe anaweza bariki na mwingine. Na usione kwamba wengine watakufa maskini, wewe peke yako ndio umepata mali na utajiri na kiburi kikakumea. Hapana. Mungu aliyekuinua anaweza kukushusha tu. Na Mungu aliyekupatia anaweza kukunyang'anya. Kwa hivyo muombe Mungu sana hekima, muombe Mungu sana maarifa, na akupe zile kanuni za kuweza kuhandle ile mali ili kwamba ile mali imtukuze Mungu. Wow. Asante. So ina maana kwamba ukiwa na mali mtukuze Mungu na mali yako. Yeah. Kuna wengi ambao walikuwa matajiri na ni watumishi wa Mungu. Naam. Na waliishi katika njia ambayo ni ya kumpendeza Mungu, kabisa, wakimtolea Mungu dhabihu. Basi wangu msikilizaji na mtazamaji, tunafika kikomo, lakini kuna swali moja la mwisho ambalo nitahitaji mtumishi aweze kulizungumzia. Is there hope for the hopeless? Kwa yule ambaye amekata tamaa katika maisha, je, kuna tumaini? Na je, tumaini ni nini? There is hope for the hopeless. The Bible says in 1 Colossians 1 verse 27 ya kwamba Jesus Christ is the hope of our glory. Wow. Yesu Kristo ndiye utukufu wa tumaini letu. Yeyote aliye ndani ya Kristo ana matumaini. Lakini yeyote asiye ndani ya Kristo ni rahisi sana kupoteza tumaini na kukata tamaa ya maisha. Kwa hivyo nataka niseme hivi kinagaubaga ya kwamba kuna matumaini kwa wale wanaomjua Mungu wao. Kuna matumaini kwa mtu ambaye anajua neno la Mungu. Kwa sababu Biblia inasema pia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. And you know, when you lack hope, you are as good as dead. Yeah, true. When you lack hope, you don't have another day to live. You only have a day to live this world. That's why unakuta mtu amejitia kitanzi. Unakuta mtu amekwenda amejitupa baharini. Mwingine ameenda amejitupa barabarani akanyagwe na gari. Kama kuna kisa cha mtu mmoja alikuwa amekata tamaa na maisha. Akaamua ende barabarani. Lile lori kubwa linapokuja ajitupe pale chini ili aweze kufa. Lakini alijitupa, kwa bahati mbaya, kwa bahati nzuri hakufa. Bado Mungu akampa tena matumaini ya kuishi.
Kwa hivyo nataka nikuambia kwamba hakuna shida iliyo ngumu ndio ambayo haiwezi kumshinda Mungu, na hakuna tabu iliyo ngumu ambayo Mungu hawezi kuweka njia ikaleta suluhisho. Kila siku muombe Mungu akupe matumaini. Ndio. Kwa sababu gani? Shida zako sio mwisho wa maisha yako, na tabu ulizo nazo sio mwisho wa maisha yako. Ayubu alipopoteza mali zake zote alisema kitu kimoja: sitamkufuru Mungu na sitamwacha Mungu. Alinipa na amechukua, kwa hivyo ninamtukuza Mungu. Kwa hivyo mpendwa, unayetutazama, nataka ujue kwamba kuna matumaini kwako. Mahali ulipofika ukafika mwisho, hapo ndipo Mungu anaweza kuanza na wewe akakupa matumaini mapya ya kusonga mbele. Kwa hivyo jipe moyo, muamini Kristo, na yeye ndiye matumaini ya utukufu katika maisha yako. Sijui tuachie hapo ama tuendelee, inakuwa ni tamu zaidi, inakuwa ni tamu ndani ya Eric Live, na hapa tumekuwa naye mtumishi wa Mungu Ben Nengo. Naamini kwamba iwapo umetufuatilizia, umepata kujua jinsi gani unafaa kumtumainia Mwenyezi Mungu. Hata iwapo pengine vitu vinakwenda ndivyo sivyo, unazidi kumtumainia Mungu. Hata vitu vikiwa vizuri, unazidi kumtumainia Mungu. Na tumeambiwa hapa na mtumishi kwamba tuombe Mungu hekima na maarifa, tuweze kuishi tukinyenyekea, na si eti kwamba kwa sababu Mungu amekubariki unakuwa ovyo na kupeana hivi, utaishiwa, utaanza tena kujiuliza mbona Mungu umenisahau. Basi wangu mtazamaji, kutoka kwangu ndani ya Eric Live, tuungane tena siku nyingine wakati kama huu, nikiwa nakuletea mgeni mwingine ili tuzungumze kuhusiana na vitu vingi tu. Wewe fanya hivi, kaange, zidi kufuatilizia Eric Live ndani ya hapa Benvic TV. Hapa ni nyumbani. Bye bye.